Na mtazamaji, tuangazie taarifa hii ya tanzia ambapo afisa mmoja wa polisi ametiwa mbaroni jijini Eldoret baada ya kuwashambuliwa kwa risasi na kuwaua watu wawili akiwemo mpenziwe katika baa. Polisi wanasema kwamba afisa huyo ambaye anahudumu katika kituo cha polisi cha Tembelio alikuwa zamuni kabla ya kutoweka na kutekeleza mauaji hayo. Na wakazi wa eneo hilo wanasema mauaji hayo yanakisiwa kusababishwa na sakata ya mapenzi. Ripota wetu wa ukanda huo Steve Keter ana mengi kuhusiana na kisa hicho. Kulingana na ripoti ya polisi, afisa huyo mwenye cheo cha constable alikuwa katika zamu ya usiku na alikuwa amepewa bunduki aina ya AK-47 kwa doria. Hata hivyo, anadaiwa kutoweka bila ruhusa ya kamanda wake na kusafiri kwa kutumia pikipiki hadi Juakali, kaunti ndogo ya Tarbo, alikotekeleza mauaji hayo mwendo wa saa 4 usiku. Alipoingia huko na hiyo silaha yake bunduki, aliweza kumimina risasi na kuua mwanamke mmoja na mwanaume mmoja, na akapiga risasi pia zile stock ya pombe ambayo ilikuwa pale. Watu wengine waliweza kutoroka. Kulingana na walioshuhudia kisa hicho, afande huyo anadaiwa kuvizia kwa dakika kadhaa kabla ya kutekeleza shambulizi hilo. Akaangalia juu mara ngapi? Mara 3. Akaamuka, akaenda juu sasa. Akaambia huyu mama, umenitesa kwa muda. Nikaenda tano kombo loan kwa juu pesa zangu kwa juu yako. Aidha, wenyeji wanadai afande huyo ndiye mmiliki wa baa hiyo. Alikuwa na mzozo na mpenziwe aliyekuwa akihudumu katika eneo hilo la burudani, na huenda shambulizi hilo lilitokana na tofauti baina yao. Na mimi ushauri wangu, ningependa ukilishana na mwanaume si atoe maisha. Mnaweza ongea na si kutoa maisha ya mtu sio mzuri. Polisi wanasema walifanya operesheni ya haraka na kumpokonya afisa huyo silaha na kumtia mbaroni. Tukaweza kuzingira eneo hilo na tukaweza kumshika na yuko katika cells zetu. Tumeanzisha uchunguzi na atapelekwa kotini na sheria itafuata mkondo wake. Steve Keter, NTV Jioni.